Habari ya wakati huu wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo tuna mada yetu ambayo nimekuwa nikiulizwa sana na wanawake wengi. Wanahitaji kujua kwamba kwa nini wakati wa ujauzito mtu anapata hedhi, na hii inakuwaje na nini afanye ili aweze kuzuia hiyo changamoto ambayo anakutana nayo. Lakini kama wewe bado hujakuja subscribe chaneli yetu, subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kulike na kushare kwa mama wengine na watoto wachanga ili waweze kupata suluhisho la tatizo la kiafya kwao. Na leo tunaenda kujibu swali ambalo wanawake wengi walikuwa wakijiuliza kwamba je, inawezekanaje kwamba kuona hedhi ukiwa mjamzito, na ukiona damu wakati wa ujauzito unapaswa kufanya nini? Wanawake wengi hupata hofu kubwa ambayo wanapoona damu wakati wa ujauzito wakidhani ni hedhi ya kawaida, lakini ukweli ni kwamba hedhi halisia haitoki wakati wa ujauzito. Hata hivyo, baadhi ya wajawazito wanaweza kuona damu au matone ya damu, na ni kwa sababu mbalimbali, sio hali ya kawaida. Katika video hii nitaelekeza kwa nini unaweza kuona damu wakati wa ujauzito, ni nini hali hiyo inaweza kuwa ya kawaida au sio ya kawaida, na ni lini unapaswa kuwahi hospitali haraka ili kutibu hiyo changamoto. Hivyo tafadhali endelea kutazama video hii mpaka mwisho, itakusaidia sana. Inaweza kutokea wakati wa ujauzito. Je, hedhi inaweza kutokea wakati wa ujauzito? Kwa kawaida hedhi husimama mara tu mwanamke anapopata ujauzito. Hii ni kwa sababu mwili unaanza kwa mazingira ya kumlea mtoto tumboni. Kwa hiyo, kama mwanamke mjamzito anaona damu, mara nyingi sio hedhi ya kawaida, bali ni kutokwa kwa damu inayosababishwa na sababu nyingine tofauti. Baadhi ya wanawake wanaweza kuona matone madogo madogo ya damu hasa mwanzoni mwa ujauzito, na hali hii wakati mwingine inaweza kuwa ya kawaida kabisa. Sababu zinazoweza kufanya mjamzito aione damu. Kwanza ni kujipachika kwa mimba kwenye mfuko wa uzazi. Mwanzoni mwa ujauzito, yai linalorutubishwa huwa linajipachika kwenye mfuko wa uzazi. Inaweza kusababisha kutoka matone madogo madogo ya damu. Hii huitwa implantation bleeding, na mara nyingi hutokea katika wiki za mwanzo kabisa. Na sababu nyingine ni maambukizi katika uke au mlango wa uzazi. Maambukizi yanaweza kusababisha uke kuwa na mwasho au damu kidogo kidogo na kutoka. Lakini sababu ya tatu ni mabadiliko kwenye mlango wa uzazi. Wakati wa ujauzito, mlango wa uzazi huwa na mishipa mingi ya damu. Hivyo wakati mwingine unaweza ukatokwa na damu kidogo kidogo. Lakini sababu ya nne ni tatizo kwenye ujauzito. Wakati mwingine damu inaweza kuwa ya ishara matatizo kama mimba kutoka, mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi, au matatizo kwenye kondo la nyuma kwa mama mjamzito. Na hii ndio maana muhimu sana kuchukua tahadhari kila unapoona damu wakati wa ujauzito. Jitahidi sana au muone daktari, au tutafute hapo chini tutumie ujumbe, au piga simu ambazo tutakuwa tunaweka ili kukupa ushauri wa haraka sana zaidi ili uweze kupata tiba ya haraka pia. Na sehemu nyingine ambayo nitawaelezea ni dalili hatari. Dalili hatari zinazoweza kuambatana na damu wakati wa ujauzito, kwamba unaweza kuwahi hospitali haraka kama damu inaweza kuambatana na dalili hizi. Kitu cha kwanza, dalili ya kwanza ni maumivu makali ya tumbo, kizunguzungu au udhaifu mkubwa, damu nyingi sana, maumivu ya mgongo makali, au homa na baridi kali sana. Ukiona hizi dalili, kimbia sana hospitali ambayo itakuwa karibu na wewe. Lakini dalili hizi zinaweza kuashiria tatizo linalohitaji matibabu ya haraka zaidi. Nini ufanye ukiona damu inatoka kwa mjamzito? Kama utaona damu wakati wa ujauzito, fanya haya yafuatayo. Usipaniki, lakini chukua hali hiyo kwa umakini zaidi. Pumzika, epuka kazi nzito. Usitumie dawa yoyote bila ushauri wowote wa daktari. Lakini pia wasiliana na mtoa huduma wa afya au nenda hospitali kwa uchunguzi zaidi. Na hudhuria kliniki ya wajawazito mara tu baada ya kufuatilia afya yako na ya mtoto zaidi. Na kitu ambacho unatakiwa ukumbuke ni kwamba ni bora kuchunguzwa damu ni kidogo. Yaani ukiona vidamu kidogo, wewe kimbia ukachunguzwe. Na malizia kwa kusema hivi kwamba
hedhi halisi haitoki wakati wa ujauzito. Hata hivyo, kutokwa damu kunaweza kutokea kwa sababu mbalimbali. Baadhi ni za kawaida na nyingine zinaweza kuwa hatari zaidi. Kwa hiyo kila mjamzito anapoona damu anapaswa kuchukua tahadhari ya kufika hospitali na kwa uchunguzi wa mapema zaidi. Kama umejifunza kitu ni muhimu sana katika video hii, tafadhali like video hii, subscribe, lakini pia share kwa wengine ili waweze kupata elimu zaidi kuhusu afya ya uzazi kwa mama mjamzito.